Miongoni mwa sababu ambazo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu washindwe kufanikiwa katika maisha yao ni mitego ambayo wamenasa bila wao wenyewe kujua. Kuna mitego mbalimbali ambayo wanadamu wengi wamenasa ndani yake na ndiyo inayowaangamiza na kuwafanya kuwa maskini, lakini yamkini watu wengi hawajui kama wamenaswa na mitego hiyo. Inawezekana hata wewe ambaye unanisikiliza muda huu haufanikiwi kwa sababu pia umenasa katika mitego hiyo. Katika video hii nitakwenda kukuambia mitego mbalimbali ambayo imewanasa binadamu wengi, inawaangamiza na kuwafanya kuwa maskini kila iitwapo leo bila wao wenyewe kujua, na ninaamini utakapotazama video hii mpaka mwisho utafanya maamuzi ya kujiokoa katika mtego ambao umekuwa ukikunasa na kukufanya uendelee kuwa masikini katika kipindi chote cha maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na mambo haya, amini video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Ifuatayo ni mitego mbalimbali ya maisha ambayo imewanasa binadamu wengi na kuwafanya kuendelea kuwa maskini bila wao wenyewe kujua. Namba 1, kuishi maisha ambayo si uhalisia wa kipato chako. Kila mwanadamu anacho kipato ambacho anakiingiza kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi au kwa mwaka. Kosa kubwa ambalo binadamu wengi wanalifanya na kujikuta wakinasa kwenye mtego wa maisha ambao unawafanya waendelee kuwa masikini siku zote ni kuishi maisha yasiyokuwa yao. Kuishi maisha ya kuiga kunaweza kukapelekea ukapoteza kipato chako chote, ukajikuta umeanza kuingia katika mikopo ambayo haina tija katika maisha yako, na kwa sababu unahitaji kuendelea kumaintain status ambayo unatamani kuendelea kuwa nayo, utajikuta unaendelea kutumia pesa yote ambayo unaiingiza katika maisha yako, na kwa sababu hiyo hautaweza kufanikiwa, kwani binadamu yeyote ambaye anahitaji kufanikiwa lazima kiwango cha pesa ambacho anakitumia kiwe kidogo ukilinganisha na kipato ambacho anakiingiza katika maisha yake. Jitathmini, upo salama au nawe umenasa kwenye huu mtego? Kama wewe ni moja kati ya watu ambao matumizi yao ni makubwa kuliko vipato vyao, ujue nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wamenaswa na mtego huu, na huenda ikawa ndiyo sababu ambayo inakufanya uendelee kuwa maskini licha ya mapambano ambayo unayo katika maisha yako. Kwani hata kama unapambana na unaweza kuingiza milioni 1 kwa wiki, kama matumizi yako yatakuwa milioni 1,100,000 kwa wiki moja, hakuna chochote ambacho unakifanya. Ni sawa na mtu ambaye amekaa tu hafanyi shughuli yoyote katika maisha yake. Ni vema ukatafuta njia mbadala za kushusha matumizi yako ili kipato chako kiwe kikubwa kuliko matumizi ambayo unayatumia katika kila siku za maisha yako. Namba 2, kutokuwa na mpango wala mkakati katika kipato ambacho unakiingiza katika shughuli zako. Miongoni mwa makosa makubwa ambayo baadhi ya binadamu huyafanya katika maisha yao ni pale ambapo wanakuwa wanafanya shughuli fulani ambazo zinawaingizia kipato aidha kwa siku, kwa wiki au kwa mwezi, lakini ukiwauliza pesa hizo wanapanga kuzifanyia nini katika maisha yao, hawana majibu. Kwa sababu hawana mpango wowote, hujikuta wakifanya matumizi bila hata ya kujua kuwa matumizi hayo yanatija gani katika maisha yao. Hawa ni binadamu ambao wanapokuwa na pesa, chochote ambacho kinapita katika macho yao wanafanya matumizi. Wanaweza wakaenda sokoni wakiwa na lengo la kwenda kununua kitu fulani, lakini wanapofika sokoni wanajikuta wanaanza kununua vitu vingine ambavyo ni nje ya mipango ambayo walikuwa nayo. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyachukulia kama mtego ambao utakufanya kuwa masikini katika kipindi chote cha maisha yako ni mtego huu wa kutokuwa na bajeti katika maisha yako. Yani wewe, chochote ambacho kinakuja mbele ya uso wako, kama una pesa mfukoni, unatumia pesa hiyo kufanya matumizi hayo, bila shaka hautaweza kufanikiwa katika maisha yako. Kuanzia leo, kama unatamani kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio, hakikisha
unakuwa mtu ambaye unadhibiti matumizi yako. Kuwa na bajeti. Kuwa na diary ambayo unaitumia kuandika matumizi ambayo unatarajia kuyafanya kulingana na kipato ambacho unacho. Kisha kuwa na mpango mahususi wa uwekezaji katika maisha yako. Kipato ambacho unakiingiza katika maisha yako, utawezaje kukikuza ili kiwe kikubwa kuliko hiki ambacho unakiingiza leo ama ulichokiingiza jana? Kama utaweza kufanya hivyo, amini usiamini, utakuwa moja kati ya binadamu ambao wamejinasua katika mtego huu ambao unawaangamiza na kuwaacha kuwa maskini katika kipindi chote cha maisha yao. Namba 3, hofu ya kuwekeza. Kwa kuogopa kupoteza pesa ambazo utaziwekeza katika wazo lako. Ukijaribu kuwauliza watu mbalimbali ambao wamekuzunguka, utagundua kila mwanadamu ana kitu ambacho anatamani siku moja aweze kukifanya, lakini binadamu ambao wanaweza kutekeleza mipango na mawazo waliokuwa nayo kwa vitendo ni wachache sana. Na ndio maana binadamu wanaofanikiwa katika maisha ni wachache ukilinganisha na binadamu ambao wanaendelea kubaki maskini kwenye maisha yao. Asilimia kubwa ya binadamu wamenasa katika mtego wa hofu na wasiwasi, kwani wanapokuwa na mawazo kuwa wanatamani kufanya kitu fulani watakapopata pesa fulani, hata wakipata pesa hiyo wanaanza kujiuliza, je, kama nitawekeza pesa hii alafu nikapata hasara itakuwaje? Kwa sababu ya wasiwasi hiyo, binadamu hawa wanajikuta wakiahirisha kuwekeza katika mipango na malengo waliokuwa nayo, na wanajikuta wanazitumia pesa hizo katika matumizi ya vitu vingine. Na kwa sababu hiyo, mtego huo unaendelea kuwanasa siku zote za maisha yao, na wengine walianza kuwa na mipango wakiwa vijana mpaka wakazeeka wakiwa bado hawajaanza kutekeleza mipango waliokuwa nayo, kwa sababu walinasa katika mtego wa uoga na wasiwasi. Kama nawe ni mwanadamu ambaye umenasa katika mtego huu, ni kuhakikishie hautakaa ufanikiwe katika maisha yako. Utazeeka ukiwa maskini. Hivyo lazima uamue kufanya maamuzi magumu katika maisha yako. Kama una kitu ambacho unaamini ukikifanya utafanikiwa, kifanye, kwa sababu hata ukikifanya usipofanikiwa unakuwa haujafeli, bali unakuwa umejifunza namna bora ya kukifanikisha kitu hicho. Namba 4, kuishi huku ukifanya vitu kwa kufuata mkumbo wa maisha ya binadamu wengine. Miongoni mwa vitu ambavyo binadamu wengi huvifanya na vikawa ni mtego ambao unawakwamisha kuyafikia malengo ambayo wanatamani kuyafikia maishani mwao, ni kuishi kwa kufuata mkumbo wa maisha ya watu wengine, yani peer pressure. Hali hii itakuondoa katika uhalisia wako na upekee ambao Mwenyezi Mungu alikuumba nao dhidi ya watu wengine, kwani vitu vingi ambavyo utakuwa unavifanya maishani mwako ni kufuata mkumbo wa maisha ya watu wengine. Watu wengine wakifanya kitu fulani na wewe unataka kufanya kama wao. Watu wengine wakifanya matumizi ya pesa katika kununua vitu fulani, nawe pia unakwenda kufanya matumizi ya pesa katika kununua vitu hivyo. Lakini pia kuna nyakati ambazo kwa sababu unahitaji kuishi maisha yatakayowaridhisha binadamu wengine, utajikuta wewe ni mwanadamu ambaye baadhi ya vitu ambavyo unahitaji kuvifanya unajiuliza watu wengine watakuonaje. Kwa sababu hiyo utajikuta unaishi maisha ya kimaskini na utakuwa umenasa katika mtego huo, jambo ambalo litakufanya uendelee kubaki kuwa maskini katika siku zote za maisha yako. Kama unahitaji kufanikiwa, jiokoe kwanza katika mtego huo wa kuishi maisha yasiyokuwa yako. Hakikisha unaishi maisha ambayo ndio uhalisia wa wewe na si kuishi maisha ili ufanane na watu fulani. Namba 5, kudhani unajua kila kitu katika dunia. Miongoni mwa mitego ambayo asilimia kubwa ya binadamu maskini wamenaswa nayo ni kujifanya wajuaji wa kila kitu. Jambo ambalo unatakiwa ulijue na kuliweka akilini. Hakuna mwanadamu ambaye amefanikiwa kuelewa kila kitu katika hii dunia. Vipo vitu vingi ambavyo tunahitaji kujifunza, kwani hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kuboresha utendaji kazi wa akili zetu pamoja na ufanisi katika shughuli zetu, vitu ambavyo vinaweza kuleta manufaa na tija kwenye maisha yetu. Lakini kama utadhani unajua kila kitu, ina maana utakuwa mtu ambaye unatumia mdomo wako kuliko masikio yako. Kwa sababu hiyo, hakuna kitu kipya ambacho kitaingia ndani yako. Mara zote utakuwa mwanadamu ambaye hauendelei,
bali utafanya vitu vile vile kila itwapo leo, na huu ni mtego ambao utakuwa umekunasa, kwani binadamu wengi waliofanikiwa walijifunza kutoka kwa watu wengine, kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye anaweza kujua kila kitu kwenye hii dunia. Kama nilivyokuambia, kama unahitaji kufanikiwa, kubali kujifunza kutoka kwa watu waliofanikiwa kuliko wewe, kwa sababu kutojua kila kitu si ujinga, na kila mwanadamu hawezi kuwa mwelevu kwa kila kitu ambacho kipo katika uso wa dunia. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana, zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.